Kuntu kabisa mpenzi mtazamaji, shukran za dhati tena zaidi ziende kwako mtazamaji kwa kuzidi kuitegea runinga ya KBC. Karibu kwa awamu ya pili ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kwenye kipindi cha Tamrini, ambapo hii leo tutakuwa tukiliangalia ama tukilidadafua kwa kina sekta nzima ya ulinzi ama walinzi maalum ama ukipenda walinzi kibinafsi. Hayo wote tutakuwa wenye kuifuatilia kwa kina mtazamaji. Kumbuka wewe pia unaweza fuatilia kipindi hii moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook at KBC Channel 1, kule mtandao wa X at KBC Channel 1 na kwenye tovuti yetu ya www.kbc.co.ke. Mtazamaji, kunisaidia kufafanua kwa kina mada hiyo siku hii ya leo ni Omechi Ongera, ambayo ni katibu mkuu wa chama cha walinzi maalum ama ukipenda KUSPROG, ukipenda Kenya Union of Special and Professional Guards, ambayo atakuwa kutusaidia tu kwa kina kutufahamisha tu sekta hiyo ya walinzi maalum ikoje sasa hivi. Karibu sana Bwana Ongera kwenye studio zetu. Thank you bana. Karibu. Mwanzo nataka tuingilie tu moja kwa moja kwenye mada siku hii ya leo. Kwanza, kwa mtazamo wako, sekta ya walinzi ikoje sasa hivi katika taifa letu? Kwa mtazamo wangu kama Samson Omechi, sekta ya mabawapu iko na challenge kubwa, na hii challenge pia imekuwa kwa muda, na hao ni watu wanapeana ile service muhimu sana katika mambo na security ya nchi, na hao watu hawajaipata kupata ile kitu ile inapelekana na ile kasi wanapeana. Na walinzi ni watu wamejitolea kikweli, wanarara nje, wanafanya masaa mengi, na sisi kama chama tunawaenzi sana, na ndio chama imeanza kuwa na mikakati mingi ya kuona kwamba mambo yao tutayaangalia kando na kuongeza misahara. Kuna mambo mengi sana tumekuja nayo kama chama, sababu chama ya KUSPROG ni chama mpya, na hii chama mwanzo wake ilikuja kwa sababu ya hizo challenges. Hawa maaskari wamekuwa wengi, mabawapu Kenya hii ni zaidi ya 1.5 milioni. Na wakati mwaka wa 2018, 2017, hawa mabawapu kutoka makampuni mengi sana walienda wakaingia kwa chama cha wafanyikazi kwingine. Koti ilipoangalia ikaona kwamba hii sekta wamekuwa wengi, ndio tukaanza mikakati ya kuunda chama kingine ili kisaidiane na kile kiko, sababu watu wamekuwa wengi, ndio tuweze pia kupeana huduma kwa wale wengine ambao watatosha kwa chama ile nyingine. Kwa hivyo tulipata certificate ya hii chama tarehe 29 mwezi wa 8 2024. Tangu wakati huo tunaendelea kuweka mikakati na tumeweza kusajili watu wengi sana. Sasa tuko na watu 17,375 kama members, na tumeweza kurecruit. Chama hii inataka kuangalia kwa ufasa kwa ndani maisha ya mtu anaitwa askari, ama wengine wanamjua kama watchman. Ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana dunia yote, wacha Kenya peke yake kabisa, lakini hajaiweza kupata ama kutambulika kama wafanyi kazi wengine. Hii sekta ni mahali watu wanaona yule askari kwamba mtu hajasoma. Tunataka kumrudishia hadi na heshima, aonekane kama ile kazi anafanya ni kama kazi ya daktari ama mwalimu ama kazi nyingine yote. Na ndio unaona china ya union yetu inaitwa professional, the Kenya Union of Special and Professional Guards. Sababu hawa watu wametrain, hawa watu wamefundishwa, hawa watu wamefanya kazi usiku na mjana. Hawa watu ndio wanatusaidia, tunarara mpaka tunafika asubuhi bila kuwa na waziwazi. Lakini tunataka sasa kuangalia kama kweli, kama nchi, kama taifa, tunaangalia mambo yao namna kama chama, sababu mambo ya chama na watu wengi nataka wajue leo, sababu watu wanafikiri chama ni kitu tu hivi. Chama ni kitu kubwa. Ni kitu inayosababisha maisha ya watu na mwelekeo wa kikazi. Chama ikikaa chini, tusiweke makelele, tukae chini na madajiri. Sababu chama haiwezi kuwa bila tajiri. Lengo letu kama KUSPROG, hatutaki kupigana na mtu. Sisi tumekuja hapa tuangalie zile gabu, zile nafasi ambazo ziko, zile zilifanya tukaanza mikakati ya kukuja na chama, sababu tuliona capacity ya ile vyama ziko imekuwa chini, watu wamekuwa wengi. Unajua taifa inakuwa
na taifa ikikua pia wafanyikazi wanakuwa. Taifa ikiendelea kukua, uchumi kipanuka, bado napata kila mahali biashara imekuangalia kila mahali, nyumba zimekuja juu, kuna taikana askari. Hakuna mahali utapita ukose askari. Hakuna pomo utaingia ukose askari. Kama si wa kampuni, huyo askari utapata wamepanga hapo. Kama wakaaji wametafuta Maasai wameweka, huyo ni askari, huyo atakuwa memba. Tuko na kama hao. Hao watu pia tunataka tuangalie mambo yao pia itaangaliwa waje. Malipo yao ni namna gani? Inapelekana na ile kazi wanafanya ama wanalipwa tu sababu wanaonekana hawajasoma? Wale watu wamesoma sana. Watu wengi leo wamesoma. Na swala la maslahi ya walinzi ama ukipenda mishahara kama ulivyogusia na zile changamoto ambazo mko nazo ni swala ambalo likujia hapo baadaye tulizungumzie, na pia mikakati ambazo mko nazo kama chama. Lakini kuna tetesi kwamba vyama vingi vimebuniwa kuhusiana na walinzi maalum ama ukipenda mabawabu, lakini wengi hawaangalii maslahi ya wakazi ama ukipenda maslahi ya walinzi wenyewe. Kama vile unasema walinzi wanapopata matatizo kazini, kwa mfano kujeruhiwa ama unaweza panda mtu kupigwa ama kufukuzwa kazini kiholela, mnafanya nini kama chama? Kwa sababu watu wanataka kujua kiini ya chama kinasaidia aje mlinzi ambaye anaumia chama chetu kule mlangoni. Ni chama ambacho kitakuja kubadilisha mtazamo wote wa mambo na mabawabu ama maaskari. Sababu tunataka kuangalia beyond ile tunasema kunegotiate pesa peke yake na mishahara. Bado ni muhimu ndio. But tumekuja kugundua kwamba kulingana na research tumefanya kwamba hawa wafanyikazi wako na challenge kubwa zaidi ya ile tunasema mishahara. Number one, huyu mtu ambaye tunaita ni bawabu ni mtu muhimu sana. Lakini anapokuwa pale nje akiweka usalama na mambo saa zingine mahali unaweka usalama, kuna chances kwamba hapo kunaweza fahamiwa, na kukifahamiwa kimakosa na si yeye anataka, sababu hana control. That's why ndio unapata hapo. Huwezi weka askari kwa mlango kama kuna usalama. Askari anawekwa sababu kunaweza kuwa na shida. Anafaa kudumisha usalama. Kudumisha hiyo usalama. Sasa shida inapotokea, unapata huyu askari ndio wanaita first suspect. Yeye ndio anasukiwa kwanza na ni askari. Na utampata amepelekwa, ameshikwa na polisi, ameenda ndani. Na askari wengi, Bwana Khalid, nataka kukuambia leo ukweli na dunia yote ijue. Askari wengi wale wanafanya kazi ya askari hawajatoka katika zile familia kubwa. Askari wengi wametoka familia zile humble background ama familia maskini. Hawajatoka zile familia kubwa. Inamaanisha hawajakubali kwamba si eti walikuja hapa sababu ya Joyce, ni sababu ya uchumi ni ngumu na labda hakuna njia nyingine ya wengine kuendeleza masomo. Kama mimi mwenyewe wakati niliingia wakati wa kuwa hiyo kazi, sababu nisaifanya kazi ya askari nikiwa security kwa ile ya samani, nilikuwa nimetoka shule natakikana kwenda university kusoma, lakini sikukuwa na uwezo wa masomo. Sasa ilibidi niingie hapo nifanya kazi, nitafute pesa kidogo ya kununua kalamu. Nilipokaa hapo, sababu nilikaa mpaka tu wakati Kibaki alipoingia, nikatoka hapo nikarudi shule. Sababu nataka kupeana example yangu. Mimi si eti nilikuwa nataka niingie hapo, lakini nilipoingia hii town hii Nairobi hii chichi, nikajaribu kutafuta kazi, nikapatikana masomo yangu ni ya form 4 peke yake saa hiyo. Na sichaenda na sina pesa kwa sababu nyumbani bado pesa iko kwa na wengine wanasoma. Sasa askari wengi ni kama mimi hivyo. Wanakuja hapa wakiona wacha tuingie hapa kidogo ndio tutafute. Inamaanisha kwamba anaposukiwa kwamba kumetokea shida mahali asaidie polisi, anaweza paki ndani sababu hana uwezo wa kutoka. Wa kuweka kitu kinaitwa cash bail ama bond. Hana mtu, hana mtetezi. Na hakuna sheria leo hii ya kusaidia huyo askari. Sasa inakuwa ni yake, ni personal. Najiulize ni member wa chama. Sasa sisi kama chama, kwa katiba ya chama tumesema au members wote chama itawasimamia wanapopatwa na shida, kama sababu huyo si muizi, ni msukiwa tu. Anasaidia polisi kujua ukweli ilikuwa wapi, nini iliendelea. Kwa hivyo anapokaa pale ndani, huyu mtu wako na familia, huyu ni papa watoto, huyu ni mama ya watoto, huyu ni ndugu ya watu, huyu ni mtoto wa watu. Anapokaa pale na kitu ambaye kwa kweli hakufanya, ni sababu tu kwamba alikuwa kazi hapo, alikuwa kazini hiyo mambo ilipotokea. Sababu hapo sababu anaweka usalama.
Kwa hivyo sisi kama chama tumeweka mikakati, tumefungua akaunti ya kudili na mambo ya welfare ya mtu kama huyo. Hatutaki mtu alale ndani anaposukiwa, kwamba tukisikia memba wetu ameshikwa tunatuma watu wetu. Bado tuko na mazungumzo na RSK na watu wengine, there are several institutions tunaongea na wao, na ile uwezo yetu kidogo pia tumeweka kwa hiyo account ya welfare fund. Bado tuko na mawakili wetu wanaenda kushughulikia mambo kama hayo, sababu number 1 tumepata challenge kubwa kwamba ukienda leo hii hapa Industrial askari wanaletwa hapo kila asubuhi ni wengi. Sababu hii Nairobi kuna wizi inatendeka kila siku, wahalifu ni wingi. Sasa askari wahalifu unapotendeka mahali yako, na ndio unapata wengine hata anatoroka hivi anaenda mpaka Uganda huko, sababu anajua atashikwa awekwe na hakuna kitu alifanya. Kwa hivyo tunataka kuleta kwamba tunataka kurepresent hiyo askari kwa mambo ya criminal, sababu kisheria ya maunion sote hii dunia, hata ile Labor Relations Act inasema limitation ya union, lakini sisi tunataka kupita hapa. Na ukumbuke hii sheria tunatumia leo ya Labor Relations Act ni ya 2007. Leo hii tuko na katiba mpya ilikuja 2010. Kama hii iko, hii haijamendiwa, ipanue hiyo uwezo ya union kurepresent mpaka. Lakini sababu sisi ni watu, we believe in the constitution, na huyu mtu tunajua haki yake ni gani, na tunajua ni msukiwa tu, na kama chama ni member wetu. Sasa chama itamsaidia kumperi out na kumfanyia hiyo kesi yake, itampea mawakili wa kumsimamia, sababu hao watu wengi tumekubali kwamba wametoka zile humble background, zile ambazo ni mazingira ngumu sana, hata kupata kasperi ya elimu hawezi pata, sababu misara ya hao maaskari ni pesa kidogo, ndugu yangu, ni 10,000. Naam, uliongelea juu ya mapato yao ikiwa ni finyu sana ama kidogo sana. Kuna tetesi ya malalama nyingi ambazo zinasema kuwa baadhi ya vyama vingi ambavyo vimebuniwa hususan kwa walinzi maalum, wengi hawana ile licha ya kuwa na ile mapato finyu, bado hawapati zile bima ya afya, ama ukipenda zile kadi tudogo ya kwenda kufanya matibabu na kujisimamia kifamilia. Je, unahisi chama chenu ama ile kivuli hiyo chenu ambayo mmebuni inaweza saidia kuafikia ile malengo ambayo mnahitaji ama maslahi ya walinzi maalum hapa nchini? Lengo kura kuunda chama cha KUSPRO ni kusaidia wale maaskari watajoin, watakuwa members. Na nataka nisaidie kidogo watu waelewe, sababu vyama si mingi kwa hii sekta ya ulinzi wa kibinafsi. Vyama ni mbili, tuseme tu kweli. Kuna chama ambayo imekuwekwa kwa muda, alafu sasa na hii chama yetu mpya ambayo imeanza itamaliza mwaka. Naam. Sisi ndio tumeingia, na saa hii ndio tunaendelea kurecruit members. Kazi ya chama ni kuorganize na kurecruit na kuzajiri members. Na ukisasa jiri member, sasa ndio wanatuambia shida zile wanapitia ni gani. Of course tunazijua, but watatuambia zile zingine zaidi ambazo hatujui. Kama hizo nimekuambia, watu wanasema tunashikwa na tunakaa tu ndani, hakuna mtu wa kutuangalia. Tajiri anatuaja, union inatuaja, hata ijui kama tuko. Hiyo ni shida. Na hii swala la bima la afya, bima la afya, chama cha kikazi, chama cha wafanyikazi, street union inapokaa chini na tajiri, inaunda mikataba. Na kwa hii mikataba, kama chama kiko focused kama sisi sasa, kiko focused, kinajua kinataka kupata nini, hapo ndio kitakaa na wataalamu na watu wako na uwezo mwingi wa kunegotiate. Hiyo mambo yote itawekwa kwa mkataba na tajiri. Na ndio naona watu wanaingia chama inakuwa na nguvu ya kunegotiate na kuambia tajiri tunataka na hii ndio matakwa yetu na mnai na mnai, ndio hii mtu aweze, ndio huyu askari, ndio huyu mfanyikazi aweze kufanya kazi vizuri bila kuenda kuwa na mambo mingi mpaka nasahau kazi. Lazima tumwekee bima ya afya na mnai na tumwekee mambo hii ingine yote, tumpe mpaka risk allowance. Hiyo mambo yote lazima chama ikuwe focused ku negotiate hapa. Chama kiko serious dunia yote. Akichaienda kupiga kelele kwa barabara, hapana, hiyo ni ile chama imekosa mwelekeo. Chama ile inajua kitu inafanya, inaenda inaweka watu yake pamoja. Members tunawaleta pamoja, tunakuwa na kikao, wanatuambia tumefinyika sana. Mnaelewana kwa kauli moja? Tunaelewana kwa kauli moja. Tunaenda kwa tajiri, tunamwambia sasa iko na mnaina, ndio hii kazi tuweze kufanya, tuachivu hata malengo yako kama tajiri, lazima pia tuachivu. So hii chama ni ya kuleta balance.
Hauwezi faulu bila ku create what we call a labor balance. Hiyo balance itasaidia pande, itasaidia union, itasaidia member na itasaidia ile employer asifunge ama asinyanyase wale wafanyikazi. Sababu ukiangalia sasa kama sahi mambo ya bima ya afya iko na shida. Naam. But ukiangalia best practice mali union kusapata kibali, uko na uwezo mwingi unaweza saidia wafanyikazi mpaka waseme ungekuja kitambo, sababu ni kuongea. Hii mambo ni kuongea. Unakaa chini unaona hii shida iko, unaiweka kwa ile kitu tunaita CPA, collective bargaining agreement. Mna bargain. Maafikiano mkisaa weka pale, tukipeleka kotini anarejeshiwa, sasa hiyo inakuwa ni sheria. Hautakuja kuruka siku nyingine eti hapana. Hapo ndio unasikia migomo inaingilia kama umekataa kufuata maagano na mikataba tuliweka, tulisainiana. Hatuwezi kuweza kukuja kusema eti watu wanalipwa pesa kidogo kwa sababu ya vyombo vya habari tunataka kuonekana tunasaidia. Hapana, hiyo ni uongo. Ukweli ni kwamba union ina recruit watu, inawaleta pamoja, inaenda kwa tajiri, inasaini kitu inaitwa recognition agreement. Step 2 wanaenda sasa wanapeana proposal yao kwamba watu tunataka ABCD. Hapo ndio tunaenda tunakaa chini, tunasaidia members. Union iengelee kama serikali, ndugu yangu. Kali. Union hata mko na yenu. Union inaongea kwa niaba ya union, tunasema is a closed club. Unaingia ndani unasaidikia hapo. Ukiwa huko nje sisi hatukujui. Union imeundwa kwa misingi kwamba ni membership. Ni kama club ama sako. Sako iwezi kukupea loan ukiwa kwa parapara na wewe si member. Iwezi kukusaidia. Na ndio tunaimisa watu, ndio tuweze kusaidika kama watu ambao wameteseka sana. Lazima tuingie kwa chama ya KUSPRO. Sababu number 1, tuko na maono. Tumeona kwamba sisi tunataka kuondoka ile ukiritimba wa kitambo, unafikiria mambo ya misara peke yake eti hakuna mahali mnaenda. Hii nchi imepanuka sana, demokrasia imepanuka, na ndio imeingia mpaka kwa mahali watu. Sheria ya kikazi inasema mfanyikazi yako na haki ya kuingia chama ila inampendeza. Ila anaone itaangalia mambo yake. Na sisi hatutaki hatujakucha kupigana na tajiri. Tumekucha hapa members wale hapa tumeongea 17,000 hapa. Hao ndio tunaongelea. Hatuongelei serikali, ndio naongelea kila Mkenya sababu analipa tax. Si lazima ukue member. Lakini ikifika ni mambo ya chama, unataka better services, unataka better terms, mpaka ukue member wa chama. Na ndio chama iende ikae chini na tajiri, imwambie sasa members wetu tunataka wa benefit namna hii. Tukinapomaliza kuongea na tajiri, tunaandikisha na mikataba. Hii mikataba tunaipeleka mahali inaitwa kotini, pale inaandikishwa. Sasa inakuwa ni sheria. Sasa mfanyikazi anasaidika tu. Hii mambo mengine hapa kando ya mambo ya welfare, hiyo ni yetu sisi sasa ya tajiri. Sisi tunajua sasa members wetu kama kuna shida, ameshikwa mahali, sisi tunaenda hiyo itakuwa kwa hiyo mikataba. Sababu ni kazi ya union pia inataka kusaidia member saidi na kumuongezea pesa. Mpaka tuangalie pia huyu mtu alipokuwa anatoka kazini usiku, akagongwa na motorbike hapa kwa barabara zimejaa, akagongwa na gari hizi za asubuhi, sababu anatoka asubuhi, masaa yao ni mbaya, tutamsaidia aje? Hatutamwacha hivyo. Na ndio unaona tuko na welfare fund ya kusaidia watu cases kama hizo. Mtu amegongwa kidogo, ametoka kazini, sababu unajua unatoka umechoka, ujarara. Watu wararangi. Watu ndio wanafanya kazi huko nje, sisi tukilala usiku tukiwa na starehe, tukiwatch mipira. Wako huko nje kwa baridi. Na wengine unapata wanafungiwa hata hako nje ya gate, na hata mahali pa kujisaidia hakuna. Sababu amefungiwa nje na ndani ndio hizo vitu ziko. So tunataka kuangalia kwamba huyu mtu tunamsaidia aje, tumlete mazingira ambayo ni kama kazi yote. Sababu like ndugu yangu, ukiangalia ukiniuliza leo hii, hata wewe unajua acha ya kutaka kuenda ni nature. Na sasa askari amefungiwa nje ya gate, yako nje na hizo vitu ziko ndani. Huyu sasa atakaaje hapo? Na hawezi toka kwa hiyo gate. Akienda itasemekana ametoroka kazi. So lazima tuangalie mazingira kama hayo. Hao watu hizo vitu zitakuwa hapo aje? Sababu hatuwezi muacha tu eti ajue venye atafanya. So hiyo ndio kitu tunataka kwa. Unajua number 1 ndugu yangu, ile kitu inaniuma sana. Ni saidi tunaangalia huyu askari kama
ni mtu tu amelaaniwa, ni mtu tu ajijui, ni mtu tu alikataa kufanya bidii kwa masomo. Nimesema mimi nilikuwa na masomo mengi na nilipita kabisa miaka hiyo. Bali sikuwa na pesa saa hiyo ya kunipeleka wapi kwenda chuo kusoma chuo kikuu. Ilibidi nishike rungu, niende kufanya kazi usiku. Angalau utafute kidogo. Na mjana niko mjengo huko ndio nitafute pesa itoshe. Nilikuwa nafanya kazi na sitaki kulala sababu nataka kuachieve mambo ya masomo mahali. Na hiyo ilikuja kunisaidia. Sasa imagine mambo kama hiyo. Hata nakumbuka kuna siku moja nilikuwa natoka kazi usiku. Niko na baiskeli karibu ni wawe na gari. Ni Mungu tu. Sababu zikukuwa na unajua mtu akitoka kazi usiku unaenda kama umelala. Unaona ametembea tu mtu anakupita amesinzia. So hiyo sasa danger iko. Risk ya askari iko juu sana. Na hakuna mtu anataka kuzungumzia. Naam. Natumai askari yote ambaye anakutazama sasa hivi amejua kwamba kuna chama kama hizi ambazo zinakuwa zinasaidia na zinaangalia maslahi sana ya wewe askari ambayo unaendeleza kazi ama ya ulinzi. Nataka tu nikuulize swali la chama chenu kinasaidiana vipi na PISRA ama ukipenda ile chama cha wafanyikazi binafsi ukipenda ili kuinua sekta hii ya ubawabu na pia kuendeleza mazingira bora kwa maaskari ambao wanafanya kazi kama ulivyosema hapo awali? Sisi bado tuna support mikakati imewekwa na serikali. Na PISRA bado tuna support. In fact nimeandika barua pia tuweze kupewa slot kwa PISRA tukue kama board members. Ndio pia tupeleke malalamishi yetu pale kutoka kwa members wetu. Sababu so far tuko na kampuni kama tumerecruit kampuni tunaelekea 50 tumepata watu. Na zingine tumepita 50% plus 1. Sasa pia nimeandikia PISRA barua ya kuomba kwamba pia tuweze kupewa slot moja kama wale wengine, tuweze kupeleka interest za wale watu tunarepresent pale kwa PISRA sababu hiyo ndio organ ina regulate mambo kama hayo. Sasa mambo kama hayo nasema hapa tutayapeleka hapo ndani. Hii sasa ni preview kwamba sisi maoni yetu ni haya. Mtazamo wetu wa mambo na askari ni hapa. Tunataka kumpoa hapa, tunataka kumfukisa mahali nyingine. Tunataka ikasi ya askari kila mtu atake kuenda hapo. Si kama saa hii hakuna mtu anataka kuwa askari. Ukiniuliza I know hakuna mimi sikutaka kabisa. Lakini sasa tunataka ikue more attractive. Itakuwa attractive aje? Lazima chama ikue na maono makubwa. Iangalie huyu askari kama mwanadamu. Isimuangalie tu kama ni mtu analeta pesa kwa chama. Tunataka hata nikionekana venye nakaa, hata askari member ukimuona kwa parapara tunafanana. Si eti mimi nakaa vizuri na yeye anakaa vibaya. Sasa itakuwa it make sense. Itakuwa sasa ni kama ndio hiyo unasikia unasema kwamba vyama zinakuja kufilisi watu, ndio sisi wenyewe wale tuko huko juu tunaone. Hapana. Sisi tunataka kunaona sote. Hata yule askari tukiendelea tuende pamoja. Tukue pamoja. Sababu hiyo ndio intention ya chama dunia hii yote. Chama hii kuja kutajirisha watu wawili ama secretary general, sababu yeye ndiye ana mkubwa hapo. Chama ilikuja kusaidia wale majority ambao ni maskini wako huko chini. In fact, the reason why chama silianza dunia hii ni kwa sababu ya wale watu hawakuwa na uwezo, ni maskini. Na ndio chama ikakuja tukue na nguvu tukikuja pamoja. Ndio kuangalia maslahi hawa ambao hawana ile semi ama kupenda voice. Hawana semi, hawana uwezo akiwa peke yake. Na ndio sasa sisi tunasema namna hii. Na nataka watu wazikie. Sisi lengo letu kubwa hatujakuja kutafuta pesa ili tusaidike. Tunataka kusaidia yule askari kwa mambo mengi. Tunataka kumpea training. Tunataka kumfundisha aelewe haki yake. Na tumekuja kujua kwamba Saira hakuna elimu ya kikazi. Watu wengi wanawarusana na madajiri. Tunataka kupeana training, regular training kwa kila member. Si eti official peke yake. Sababu an informed population is easier to read. Tunataka kuwainform kwamba haki yako ni hii, ya tajiri ni hii. Haki yako ikifika hapa, tajiri anaanza pande hii. Tusije kuonekana sasa ukiingia chama unaweza kuja umelewa, umeingia chama unakuja ukitaka unatoka unaingia ukitaka, hapana. Hiyo elimu hawana. Kuna watu wanakisikia ameingia chama anaambia tajiri, unajua mimi ni member wa union. Utanifanya nini? Naam. Hiyo ndio kitu tunataka kupeleka elimu kwa wale watu ambao wanaitwa ni mabawa. Alafu kitu kingine muhimu sana. Naam. Hii chama ina focus kabisa. Ukiangalia vijana wale wako mabawapo leo dunia hii ya Kenya saa hii ni young. Wengi wako na vipawa. Wengi wanaweza cheza mipira. Wako na vipawa tofauti, talents. Hii chama bado ina recognize talents. Na tuko na mikakati, tunaendelea kufanya. Sababu nimekuambia tunamaliza mwaka,
Tukifika mwezi wa September tutamaliza mwaka. Bado tuko kidogo. But tuko na hiyo mikakati inaendelea. Tumeangalia mtu ana work around that document sababu we want to establish what we call calendar academy. Already nimeandikia Nita, tunataka pia hiyo training iendelee. Tunataka watu wafundishwe. Tunataka sababu pesa ile inaletwa kwa chama sasa. Hii nikikuuliza Karidi. Naam. Chama hakuna union inajenga barabara ama inajenga shule. Naam. Pesa ile inakuja hiyo mingi isaidie yule mtu. Imsaidie, iweke mikakati mingi ya kusaidia huyu askari maskini, huyu mfanyikazi maskini aweze kusikia kukua na yeye bribe is a member of a union. Pesa ya union mingi, msidanganye iko mingi. Lakini sasa asisaidii wale watu sinataka kusaidia. Hakuna union inajenga barabara ama kwenu inajenga. Hakuna. Hakuna union inajenga shule ama makanisa sijaisikia. Union inataka itumie ile pesa yake kuweka mikakati ya kuimprove maisha ya huyu member ambaye amekuwa member wa union. The reason why watu wanakuwa member wa union, kuna kitu anatarajia ikue. Anatarajia, wengine wanatarajia msara ikue mzuri, wengine wanatarajia at least na yeye aweze kuonekana sawa union inaweka mikakati. Nasema kuna watu wamesoma hapa, muwa promote pia apate ka promotion, msimuone kama ni mtu mbaya. Ni vile mambo iko huko nje. Na tunataka hii mambo ya talent. Sababu ukikumbuka kitambo, nakumbuka wakati nilikuwa Sekiro kulikuwa na timu ya mawasikari. Ilikuja kapotea sababu ya funding. Unajua kampuni kama iko biashara. Sasa yezi fund hiyo mambo ya mipira, mambo ya sports. Lakini sasa chama iko biashara. Chama ifanyangi biashara na ijengi parapara. Chama inaleta zile pesa zinaingia kwa chama, azirudi zile tumeweka kama loan. Unaweka hapo ndio union iweze kukurepresent, kuwepea training, iangalie mahali umeshiko ikuje hapa, iweke cash pay, utoke ndani kushughulikia mambo yako. Yaani kuangalia haki na wajibu wa walinzi. Ndio hiyo tunataka kuangalia kwa undani. Tunataka hata kujua mahali unakaa. Huko vijiji tuone kama tunaweza kuwa na mikakati ya kukutoa hapo ikusongeza kwa barabara. Sababu hapo ndio unapata risk. Sababu mtu anaingia ndani atavute mahali cheap, mahali iko pesa kidogo. Sababu pesa ni kidogo. Tuangalie tutasaidia namna gani. Hatutaki kuangalia unajua tunataka tukue na kikao na watu wote wanaitwa stakeholders. Ili ndio tuweze kuelewa wewe tajiri kwa nini unalipa 5,000 ama 10 ama 15. Shida yako ni gani? Sababu hatuwezi kuwa na dawa kama hatujajua ugonjwa. Ugonjwa ni gani? Tunataka kujua hii ugonjwa inasumbua matajiri ni gani. Hautaki kuanza kusema wamekata. Labda wako na shida. Labda kuna mambo mengi wanafanya na ndio hata tukiangalia sana tutataka kuja kufika ile level tutasema hizi kampuni zina provide security. Sipewe incentives na serikali ya siku. Ile itakuwa ile iko. Ili siweze kuachilia pesa kidogo iende kwa huyu asika ikuje juu, sababu unajua wengine wanasema unajua gharama iko mingi ya kurani biashara. Tunataka hizo gharama sipungue kwa njia ya sheria. Sababu hiyo ni kitu inawezekana. Unajua mambo ya security ndio yangu Karidi nataka kukusaidia. Hata hapa kitambo kufahamia mtu anaita polisi ni askari bila watchman. Yeye ndiye anafinya haramu. Yeye ndiye analeta wale wengine sasa. Lakini sasa yeye ndiye wako front, yeye ndiye ako mstari wa mbele kwa sababu ya security. Tukisema hawako, I don't imagine hivi nchi venye taka. Tuseme sasa askari hawako kabisa, tuko tu peke yetu hapa. Hata utatoka kwa nyumba kabisa. So tunataka kuangalia maslahi yao. Ni watu muhimu sana. Wanatakikana hata ikiwezekana wapate kupata hizi vitu. Naona watu wanapewa hii masiku ya national days, wale wamefanya. Kuna watu wamefanya miaka 40 na hajai haribu. Wako. Na hakuna mtu analikoona hizi hao watu. Sisi kama chama tumepanga tunataka kulikoona na hizi members wetu wale wamefanya miaka mingi. Kivyetu tu kama chama. Ili tu encourage wengine pia wanapoingia hiyo kazi wafanye bidii. Hii kazi imesomesea watoto wamekuwa mpaka madaktari. Si eti ni kazi mbaya kabisa. Imesaidia watu wameinuka. Naam. Ulikuwa umelizungumzia baadhi ya changamoto ambazo mlikuwa ama changamoto ambazo zipo katika sekta hii na umesema kuwa tangu kubuniwa kwa chama hii chenu cha KUSPROC haijatimia bado miaka 1. Najua kila safari haikosi changamoto. Ni changamoto gani sana umeona inajirudia ama inarejea mara mingi na unahisi kwamba ni wakati mwafaka wa chama hii chenu mpya kinaweza kulitatua na kulitupa kwenye kaburi la sahau? Changamoto siko ni mingi lakini nataka tuanzie moja. Mambo ya malipo. Tunataka dakika 4 tumebakisha. Malipo tunataka tuyazungumzie sababu kuna wale tumeanza mazungumzo na wao. Tunataka kuweka hapo. Mimi nilisema hivi, changamoto zile siku tutatatua, wacha watu waingie kwa chama, tutakaa chini na tajiri, kama ni pesa tutaona tutafikisha wapi, kama ni mambo hii ingine tumesema ya afya tutawekea hao watu
kwa mikataba. Hii mambo ya kuongea kwa barabara itakuwa ni porocho. Tunataka tuweke mambo kwa mikataba. Wakati mwingine nitakaporudi hapa tena kwa majaliwa, nitakuja na mkataba niseme yale mambo tuliongea ndio hii tulitimiza hii. Tutaongea, tutakuwa na mchadara, na kuna wale tunataka kuanza, kuna kampuni moja tumemaliza kila kitu, tunaanza mazungumzo, itaanza wiki nyingine anytime soon. Kuna mambo kidogo imepaki hapo na pale kabisa, ili tuweze kuona kwamba hii mambo yote zile changamoto zinajulikana, si hazijulikani, zinajulikana, but watu tumesifungia maji, na ndio tuko hapa kutatua mambo ya misara kidogo, mambo ya mistreatment, mambo ya madarau, mambo mingi, mambo ya kukosa kutrainiwa. Unapewa mara moja, tunataka regular training sababu technology ina change na wizi wana change na hata walifu wanabadilisha. Tunataka pia wapate training ya kuupdate na kuwaleta in line with what's happening today, the current world. Sababu uwezi train mtu miaka 10 imepita baada afanye hiyo kazi. Hata technology na hata hizi simu naona apps ina update kila siku, zinaenda zikibadilika. Pia tunataka regular training ndio waweze kuelewa haki yao ni gani na ile kazi wanafanya ni gani, na jinsi pia chama ama wale wanachama wangeweza kukumbatia teknolojia, kwa sababu teknolojia ndio imekuja sasa hivi. Members wake pande zote mpaka teknolojia. Naam, nimekupata. Mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo, lakini kabla sijakunja jamvi la kipindi ya leo, lakini nataka nikupatie tu dakika 1-2 hivi uongee na askari anayekutazama sasa hivi, na pia Mkenya anayekutazama sasa hivi, na pia akona nia ama ananuia kujiunga na sekta hii ya walinzi. Mimi sitaongea mambo mingi sababu wanasema kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ile kitu nitasema, kama wewe ni askari, private security guard ama bawabu, uko na nafasi mwafaka ya kujiunga na chama cha Kenya Union of Special and Professional Guards ama KUSPROG, ili haki yako iweze kuangaziwa na iweze kuangaliwa, ili iweze kusaidika kwa sababu ya ile kazi unafanya kama askari. Naam. Mtazamaji, kauli mbiu ni ujiunge na chama ili haki yako na pia wajibu wako uwe umewekwa paranja ama umesuluhishwa na kuangaziwa, hususan maslahi yako na mazingira ya kikazi. Huyo alikuwa ni Samson Omechi Ongera, ambayo ni katibu mkuu wa chama cha walinzi maalum ama ukipenda KUSPROG, akitusaidia tu kufafanua kwa kina swala zima la sekta ya walinzi maalum. Yeye pia akitupatia tu kwa kiduchu jinsi chama hicho kipya cha walinzi ambao wameibuni, ambapo mwezi wa Septemba mwaka huu utakuwa utatimiza mwaka moja. Shukrani sana kwa muda wako. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kulikunja jamvi la kipindi cha Tamrini siku hii ya leo. Nasema shukrani sana kwa wale wote waliofanikisha kipindi hii. Shukrani za dhati ziende kwako wewe mtazamaji kwa muda wako. Lucy Maura amenisaidia kupeperusha kipindi hiki kwa ishara. Hadi panapo majaliwa yake Maulana.